Na habari za wakati huu mtazamaji wa Anuari TV. Bila shaka hujambo na karibu ndani ya The Golden Boot, kipindi ambacho tunakwenda kuzungumza mengi yanayohusu michezo. Na leo tutakwenda kuangazia Young Africans tayari wameshafika huko katika nchi ya Algeria katika mchezo wao wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao utakwenda kupigwa mapema siku ya kesho katika uwanja wa Hossein Aiti Stadium huko katika nchi ya Algeria. Young Africans wanakwenda kuonyesha mchezo wa aina gani? Niko hapa na mchambuzi wa masuala ya soka Lusamwa Binzuza ambaye tutakwenda kuzungumza naye yeye binafsi yake Young Africans aingie vipi kwenye huu mchezo. Lusamwa, Young Africans tena katika show za ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa katika ardhi ya ugenini dhidi ya vijana wa JS Kabylie. Unakwenda kuwa mchezo wa aina gani kwa Young Africans compare wapo katika ardhi ya ugenini? Kwa sababu ni mchezo ambao unafanyika ugenini, hauwezi kuwa mchezo mwepesi ukizingatia nature ya timu za kaskazini ambavyo zinavyolazimisha matokeo zinapokuwa kwenye uwanja wa nyumbani, kuanzia nje ya uwanja na hata ndani ya uwanja. Huwa na maandalizi ya kuwafanya wao wabakie na alama tatu kwa namna yote ile inavyokuwa. JS Kabylie sio timu ambayo unaweza ukaibeza kwamba ni timu ya kawaida na Yanga wakaichukulia mchekea na kuamini kwamba wanaweza wakaenda kupata matokeo ya ushindi kwa mtelemko. Lakini kwa sababu haitakuwa mara ya kwanza kwa Young Africans kwenda kucheza Algeria, imewahi kufanya hivyo ilivyoenda kucheza na USM Alger kwenye ligi kwenye finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. I think ilikuwa 2023 wakafanikiwa kushinda wa goli moja ambao haukutosha kuifanya Young Africans kwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa sheria ya goli la ugenini. Kwa hiyo ni wanaenda tena kwenye usiku mwingine wa kihistoria, kwa sababu baada ya yale mashindano ndio kwanza Young Africans wanarudi tena Algeria. Kwa hiyo JS Kabylie wanajua wanaenda kucheza na timu ya namna gani. Ni lazima watakuwa wamejiandaa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini sina hofu sana kwa upande wa Young Africans. Wamewahi kushinda kwenye mchezo muhimu sana ambao ulikuwa na lazima wapate matokeo kwenye nyakati ambazo watu walikuwa wameshikatia tamaa ya Young Africans walivyokuwa wanacheza na timu ya Club Africain kwenye kombe la shirikisho hili. Wakaenda kufanikiwa kupata matokeo ya ushindi wa goli 1-0 goli Aziz almost dakika 75 kwenye ule mchezo, wakiwa wametoka suruhu ya bila kufungana kwenye mchezo uliofanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Young Africans hawaingii kama wageni wasiojua chochote kile. Yani sio watu unaoweza kuwadanganya eti kwa sababu wana ugeni wanaenda njia ambayo hawaifahamu. Young Africans hii njia wanaoenda kuipita dhidi ya JS Kabylie wanaifahamu. Kwa hiyo hautakuwa mchezo mwepesi sana kwa Young Africans na hautakuwa mchezaji mgumu sana kwa Young Africans. Kwa nature ya JS Kabylie, the way ilivyo timu yao, na Young Africans the way ilivyo na ambition walionao viongozi na wachezaji wa Young kwa kudumisha pia na benchi la ufundi na uweka mchezo katikati, mtu yote anaweza akapata matokeo ya ushindi. Tumewatizama JS Kabylie kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya National Al Ahly, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Cairo Stadium nchini Misri. Mwalimu Pedro Goncalves, mkakati gani ambao unafaa kuingia nao katika huu mchezo, ama mwalimu Pedro Goncalves ipi itakuwa njia yake bora aweze kuondoka na angalau alama moja kwenye mchezo huu wa ugenini dhidi ya timu ngumu ya JS Kabylie? Cha kwanza kabisa, Goncalves anapaswa kuipa heshima JS Kabylie. Akiwapa heshima JS Kabylie ataweza kufahamu ni wapi walipo bora na wapi ambapo wana udhaifu. Lakini I think kwenye vile vipaumbele vitatu, kipaumbele cha kwanza na cha pili inapaswa kuwa kujilinda kwanza. Hasa kwenye dakika 15 za kwanza ambazo kabla damu haijachangamka vizuri, JS Kabylie watakuja juu kwa kutaka kuwa surprise Yanga wakati ule bado wanapigwa na ile baridi la kaskazini. Then kama Yanga watafanikiwa kuwa contain JS Kabylie kwenye zile dakika 15 za kwanza, game itakuwa imetoka sasa kwenye upande wa JS Kabylie, itakuwa imekuja katikati na mtu yote atakuwa na uwezo wa kupata matokeo ya ushindi. Naamini Young Africans wanao huo uwezo wa kupata matokeo kwenye uwanja wa ugenini, tena timu ya JS Kabylie sio timu ambayo unaweza kusema ni timu kubwa sana kwamba Young Africans wanaweza kaingia na hofu. Hicho kitu mimi sidhani kama kinaweza kikawepo. Kwa hiyo Goncalves anapaswa kwanza kuheshimu mpira wa miguu. It's all about respect. Ukimheshimu mpinzani utafahamu ubora wake ulipo. Ukifanya execution vizuri unaweza ukapata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo akiweza kuwaheshimu hasa kwenye zile dakika 15 za kwanza, akajilinda vizuri,
mpaka dakika 15 20 inapinduka bado hawajaruhusu bao, Young Africans watakuwa kwenye nafasi nzuri ya kushinda au kupata sare, kitu ambacho itakuwa ni kitu kizuri sana kwa Young Africans, kwa sababu kwenye mashindano haya ya Afrika kwa hasa kwa ngazi ya clubs, unapopata matokeo yoyote yale ugenini ambayo ni positive, iwe sare au ni kushinda, yanakuwa na faida sana kwa kukizingatia tayari wana alama 3. Wakiongeza na hiyo moja ambayo watakuwa wamepata dhidi ya JS Kabylie wanakuwa na alama 4. Whatever the case, kama Al Ahly ataweza kushinda dhidi ya FAR Rabat au vyovyote vile, kama atashinda dhidi ya FAR Rabat, Yanga akipata sare, Yanga atabakia kwenye nafasi ya pili. Kama FAR Rabat watashinda dhidi ya Al Ahly, alafu Young Africans akipata sare, Yanga ataongoza kwenye kundi lake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Young Africans hawapaswi kudondosha alama. Wadondoshe 2 au wapate 3. Sio kudondosha alama 3. Ni kitu ambacho kinaweza kikawa kidogo kikaleta mushkili hata kwenye safari ya kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Tumekuwa tunafahamu falsafa za timu za kaskazini hasa zimekuwa zikiwa nyumbani, wamekuwa wana ule uharaka wa kupata bao la mapema. Tumeangalia Young Africans kwenye mchezo uliopita dhidi ya AS FAR, falsafa ambazo zimekuwepo kuanzia eneo la ulinzi, namna ambavyo timu inafanya formations kutoka nyuma, transition, and then mpaka wanakwenda kupata bao. Pengine Young Africans namna gani ambayo inaweza ikawa bora ili mradi kuweza kuwazuia JS Kabylie ambao wao wana advantage ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, mashabiki zaidi ya 40 wakiwa wanatazama jukwaani, na tumeona tiketi zimekwisha kuisha kana kwamba uwanja ni sold out. Young Africans nini hafanyi hasa waweze kurudi walau na alama, nazungumza katika eneo la wachezaji hasa kiwanjani? Timu za kaskazini ni timu ambazo wameinvest sana kwenye pace kwa kutumia flanks zao ya kulia au ya kushoto. The way ambavyo wanavokuwa wanashambulia, first priority huwa ni kwenye kukimbia zaidi. Kwa Young Africans wanapaswa kuweka mzigo mkubwa sana katikati ya uwanja, lakini wasitoe fursa kwa fullbacks wa JS Kabylie kusogea katikati ya uwanja na kuwafanya hawa wings kusogea kwenye flank za Young Africans. Wakioverload hapa katikati ya uwanja, itawapa wakati mgumu sana JS Kabylie kufanya transition ya haraka kutoka langoni mwao kwenda kwenye lango la Young Africans. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho Goncalves anapaswa kukifanya ni kuhakikisha eneo la katikati mwa uwanja kwa Young Africans kuna watu wa kazi kweli kweli. Yani I expect kumuona Mudathir pale katikati ya uwanja, Duke Abuya katikati ya uwanja, Maxim Pianzegeli katikati ya uwanja, lakini Pako Mzuzwa ni X factor. Yani no matter how the situation of the game is, lakini huyu mtu lazima awepo pale katikati ya uwanja. Lakini kulingana na nature pia ya mchezo, kwa sababu sio game ambayo ni lazima Yanga kupata matokeo ya ushindi. I expect, mimi binafsi ningeenda na Andy Boyel ili kuwa hold wale mabeki wa JS Kabylie wasipande, kwa sababu Dube ni mzuri kweli kwenye kucheza, lakini hana ile discipline ya kumaintain nafasi ambayo alikuwa nayo. Anatamani sana kule ambako mpira upo na yeye awepo ili tu apate ile fursa ya kucheza. Kwa wakati mwingine anakuwa anatoa mwanya kwa mabeki wakati kuweza kupush team kusogea juu. Kwa hiyo natamani Andy Boyel angekuepo pale. Akishakuepo pale mbele, sio rahisi hao mabeki wa katikati wa JS Kabylie kusogea katikati mwa uwanja, kwa maana kuipush team, watabakia kule juu na maana kuhofia uwepo wake eneo la box. Yes, kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kikawafanya JS Kabylie wasina namba kubwa wanapokuwa wanaenda kushambulia, kwa sababu lazima kuna watu wawili au watatu watalazimika kubaki. Wawili watakaobakia wanamlinda Andy Boyel, lakini mmoja ambaye anaweza kawekwa kwa eneo la katikati kwa lengo la kuokota ile mipira inayodondoka katikati. Kwa hiyo kuna watu watatu, hii ni guaranteed watabakia kwenye eneo la ulinzi la JS Kabylie wakimlinda mchezaji mmoja wa Young Africans. Kwa hiyo kama ni mchezaji mmoja analindwa na wachezaji watatu, maana yake ni kwamba Young Africans watakuwa na advantage kwenye kuzuia, kitu ambacho kinaweza kikawa na faida kwao, kwa sababu wanaweza kuwatengenezea mazingira magumu sana JS Kabylie kutengeneza nafasi za kufunga, na mchezo unamalizika Young Africans wanapata alama moja ambayo ni very important. Na yetu macho ni kesho katika dimba la The Hossein 80 Stadium huko katika nchi ya Algeria, uwanja ambao unaingiza mashabiki 50,000 tu. Ndipo Young Africans itashuka dimbani dhidi ya JS Kabylie katika mchezo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika.
ni Young Africans tena katika show za ligi ya mabingwa, ikiwa ni msimu wa 3 kwa Young Africans mfululizo kutinga katika hatua hii ya makundi, mara baada ya msimu uliomalizika Young Africans kuisia hatua ya makundi na kutofanikiwa kutinga katika hatua ya robo finali. Yalizungumzwa mengi kana kwamba hapo kwenye kundi ambalo Young Africans wapo kuna ugumu aina ya timu ambazo yuko nazo. Hii ni Anuari TV na mimi ni Leopard John. Hadi wakati mwingine, usisahau kusubscribe. Asante.